Je, imani yako umejenga kwa nani? Msingi wa imani yako umejengwa wapi? Tukienda kitabu cha Luka 6 mstari wake wa 48 na 49. Hapa tunaambiwa na Yesu ya kwamba juu ya wajenzi wawili. Mjenzi wa kwanza alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Na baada ya muda mvua ikanyesha, na mvua iliponyesha maji yakawa yanateremka. Lakini kwa sababu nyumba yenyewe ilikuwa imejengwa juu ya mwamba, haikuweza kuangushwa. Mfano wa pili wa mjenzi wa pili ni yule aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua kubwa iliponyesha, maji yakaja na yakaangusha nyumba. Ndio maana siku ya leo nimekuja kukuuliza, je, umejenga msingi wa imani yako wapi? Je, msingi wa imani yako uko wapi? Siku hizi za mwisho ni nyakati ambapo sisi wanadamu tunapaswa kujua ya kwamba ni wapi tunapaswa kutia matumaini yetu kwayo. Ni wapi tunapaswa kujenga imani yetu. Ukiangalia Wakristo wengi ambao wamo kanisani, imani yao imejengwa sio kwa Kristo ila kwa wale waliomo ndani ya kanisa. Wengine wamejenga imani yao ndani ya wachungaji. Wengine wamo kanisani kwa sababu ya mzee wa kanisa. Wengine wako kanisani kwa sababu ya mama kanisa. Wengine wako kanisani kwa sababu ya rafiki yake. Ninakuja kukuuliza leo, je, imani yako umejenga kwa nani? Kwa hivyo, siku ya leo tunaambiwa ya kwamba tuweze kujenga imani yetu juu ya mwamba. Ili mvua inaponyesha isije ikaangusha nyumba yetu, isije ikaangusha imani yetu, isije ikatutoa katika safari ya imani. Ningependa kukueleza jioni hii ya leo ya kwamba katika dunia tunamoishi siku hii ya leo, wapendwa, ni ya kwamba wachungaji, wazee wa kanisa, mashemazi, akina mama Dorkasi na wote vijana ambao tunawadhania kuwa ni wale ambao ni msingi wa kanisa, ndio wametuangusha kabisa. Na iwapo imani yako imejengwa juu ya hao viongozi wa kanisa, nataka nikwambie